Wanasema ni kama miaka 69 kabla ufalme wa mfalme ambaye alimuita Gonzini. Ni mfalme wa 9 kutoka mfalme Damdoko wakati akitawala katika kipindi chake cha Goguryeo. Nchi iliingia katika machafuko baada ya kifo cha mfalme mwenye ghadhabu ambaye aliitwa Damdoko, yani shetani mwekundu. Hapo kukatokea watu ambao waliokuwa wanaitwa wachafuzi. Kilikuwa ni kipindi cha zama za moto. Wakati huo tayari watu kutoka magharibi walionekana kusogea tayari katika taifa la Goguryeo. Kwa hiyo walifika katika zama. Sasa tunazidi kuchanganya mbariga. Pale pale tulipoishia tunaunganisha. Bwana mdogo alishtuka anafuatwa na ninja minata juu kabisa kwenye bambu hizo, kwenye mianzi juu. Hichi kishindo alikisikia. Ninja alikuwa anakuja kininja, yani alipopishana na mwanzi mmoja, wa pili alikuta vumbi, haoni kitu. Alishtuka maana hajaionaga kitu kama hii. Ikabidi akimbie yeye mwenyewe. Sasa alikuwa yuko juu kabisa kwenye mwanzi amechili na tomato. Mbona ninja alijificha? Mwenyewe alikimbia. Akajiuliza, huyu kwa nini ananifuatilia namna hii? Ana shida gani yani hasa kubwa zaidi ambaye inamfanya ananifuata maisha yangu sana? Huyu mwamba naye alikuwa anafuatilia ninja, kwa nini anamfuatafuata bwana mdogo? Ikabidi atake kujua. Anasema nisamee. Familia yao ipo milimani kabisa. Anasema lengo langu nataka kupata Bichul Manyu. Pana na imani kwa jinsi alivyo ndio mtu anayetoka kwenye Bichul Manyu. Kwa hiyo tafadhali, hakuna sehemu nyingine atakayetorokea kutoka katika pointi tulofikia, ni karibu kutoka mbali tulipokuwa. Anaambia chukua watu ambao ni expert, kuwa makini na mkaweke chini ya ulinzi mpate hiyo Bichul Manyu. Sawa? Binti alikuwa anafanya hii kazi, anambia sawa. Binti anashtuka kuna mtu anatoka nje anakuta vumbi. No people. Alihisi kama kuna mtu anawasikiliza. Aliyekuwa anasikiliza alikuwa ni huyu kijana kutoka kwa bosi wake mwenyewe mwenye chata kubwa, huyo bwana Wagon. Anaitwa Namgon Jongkwang. Anasema Bichul Manyu. Bichul Manyu bwana mdogo itakuwa ndo nayo. Mwamba alichokifanya akaanza kumfuatilia bwana mdogo. Hatua bini hatua, shumbuni bini shumbuni, cheche tu cheche, kizaizai bini kizaizai. Aligundua ni mwema tu. Kamsaidia msukuma mkokoteni huko na zigo lake hapa. Anageuka mara anamuona mwamba. Salamu kama kawaida. Anayetafuta rafiki ni yeye. Kwa hiyo ni tajiri anatafuta rafiki ambaye ni masikini. Tena anamng'ang'ana kwa jinsi jamaa alivyo. Walikula vyakula na wakanywa vinywaji. Ni kweli, bado hujasema. Walikunywa wakalewa, jamaa alipiga tungi leo vibaya mno. Alafu mwamba anamkubali balaa. 나홀로 대나무 숲에 앉아. Anasema mtu kama huyu lazima ajue kupiga siza. Siza ni gitaa la Kikorea na China, li gitaa fulani lenye manyuzi nyuzi ambaye linapigwa kwa kulazwa chini. Anasema nyumba ya bambu, kitanda cha bambu, kitanda cha mianzi, nyumba ya mianzi, ukuta wa mianzi. Anko, nimefika home leo, nimewaka muwako. Kaja amelewa vibaya sana. Mjomba wake juzi alimpiga marungu kwa kuwa alipiga watu. Je, kwenye kuwaka pombe anaitwa yo jina. Jina ana shida gani? Samani anko. Ni leo tulikuwa na mood nzuri nikaona tunywe na kula kidogo. Sasa mimi naitwa Namgon Jongkwang. Huyu jina ni rafiki yangu ambaye nimempenda. Asante sana mkuu. Na pia asante kwa kumrudisha. Kwa hiyo tafadhali naomba urejee sasa nyumbani. Huyu Jongkwang anajulikana ni mkuu huyu kutoka kwenye jumba fulani. Chalika choka sasa anarudishwa hapo alale apumzike kidogo. Unajua anasema ujue atakunywa
Kwambia usinywe, unakunywa vibaya. Anko. 살면 안 돼? Anko ya tuondoke hapa au tunaishi hapa anko? 여기가 좋은 Anko mimi nampenda Suruli na yawe hapa. 도 좋고 Naonaje Suruli akiwa hapa anko? 도 좋고 Anko na huyo kijana pia mgeni anko. 빨리도 좋고 Anko Suruli yawe hapa na huyo mgeni. Jomba alifurahi kweli, kamlewesha. Mlevi akimleweshaga mwenzake akimfikisha nyumbani, yeye akajidai mzima ameondoka, anajiona yeye bomba kweli. Kawaida sana hiyo. Basi Mwamba aliondoka zake. Lakini yule ninja alifika. Leo itakuwa mbaya kwa sababu bwana mdogo amewaka mno. Kama ikitokea. Asema ulienda wapi kiza chote hichi? 누구랑 마셨냐고 물어봐. Anasema 그래? kuna mtu ambaye wewe unamfuatilia, mimi nilienda. 누구랑 마셨다네. Unafikiri ni nani rafiki yangu nilienda kunywa naye? Ni yeye jina. 얼마 전에 군수의 졸 Ambaye nyinyi mnamtambua kama mtu wenu fulani. Alikuja kwenye sherehe na akamchukua mwanamke. Mpaka sasa yule ndo rafiki yangu wa kipekee. Katika marafiki niliwaona wanajiweza ni yeye. Tena nina raha sana leo. 그래서 해두는 말인데. Nina raha kwa sababu vyovyote kitakachomtokea huyo jamaa nimeshagundua ni wewe na sintokusamehe. 바라보면 용서치 않을. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo Bichuli Manyo sitaki kumpoteza rafiki mwema kama huyu maishani. 내 말 알게. Achana naye. Umenielewa? Sasa Jomba anakatazwa mission ya miaka 20, anazuiliwa na Mwamba. Binti anarudisha matokeo. Anasema nimesha confirm location, ni katikati ya mlima. Nyayo nimefuatilia na mpaka alivyoingia ndani. Sasa mzee anasemaje? Mkuu, nini kinafuata? 오늘 밤이라도 Vipi kuhusu kuipata Bichuli Manyo usiku wa leo? 아니다. Asema hapana. 시간을 두고 Situation imechange kidogo. 지켜봐야. Subiri nitakupa majibu mwenyewe. Kumekucha asubuhi, bwana mdogo anatoa iniova na kupasha kidogo. Unajua kifanikiwa kupasha asubuhi, kitoa tu joto vizuri, jasho likatoka, iniova imeendaga na maji hiyo. Anaona anapigiwa makofi mzee. John Kwang alifika, rafiki mwema. Lakini nyuma yake kuna kipenzi cha moyo. Kuna kile kibaridi ambacho kinafanya moyo upate baridi. Kitoto kimoja kizurizuri kikicheka ni kama vile kinakwambia njoo. Naweza kujikuta umeruka na geti. Basi Mwamba ikabidi awachukue wapeleke sehemu yake anaenda kutega. Kila mtu akabeba nduano. Binti naye akienda kushuhudia kwamba watu samaki watapata. Kachukua vile vijamaa vidogo ngalawa kwa vya mianzi, kazama navyo ndani paka ndani ya maji. Shule ilikuwa inaenda namna hii. Gonga filimbi ambaye anaijua mwimbo wake, anapenda kurudia sana hichi kinyimbo. Kinamfanya asijue sura ya baba yake vizuri na kutokuwaza kuhusu baba au mama. Hajai kumuona hata mmoja kati yao, baba au mama. Alipozaliwa tu wazazi wake waliuawa hapo hapo na general anaitwa Taroga, ambaye ndio baba yake, na binti anamuita Suruli. Mwamba anachomoa samaki. Vipi hapo? Haya mapenzi atakuja kuwaje baadaye? Ingali akigundua kwamba baba yake na bibie Suruli ndo alitoa maisha ya mheshimiwa baba yake Mr. John Kwang mwenyewe. Mimi sina majibu. Ngoma inasonga mbele, wanaita cheza angani. Yes, hebu tuone ngoma linasemaje. Anamfundisha binti stensi zile za Bichuli Manyo kidogo kidogo. Tara bintibu. Halwa. Utajua tu. 제법 소질이 있어 보이는데. Inaonekana kama binti amepata bahati ya kuwa na wewe, alafu ana viskilizi fulani. 설리한테 가르친 건법이. Kwa hiyo unataka atumie jiambia na yeye. Ni jiambia la aina gani ambalo unamfundisha? 왜? 비밀이야? Ni siri. 그렇다면 말할. Kama ni siri poa basi. 비천신기야. Hiyo inaitwa Bichuli Manyo. 정확히 말하자면 Hiyo ina vitengo 12. Inaitwa Flying Sky. 오는 건법이. Jambia linatumika kama wembe, linakuwa jepesi. Flying Sky
12 divine manyo. Yani ni namna za miujiza 12. 배웠지만 Asema nimeanza kujifunza nikiwa mdogo na sasa na miaka 20 na sijamaliza. Niko 7. Ina maana bado 5 hazijaingia. Nasema inaonekana hiyo kitu ni incredible sana. 그 비천신기를 다 Pindi kimaliza hiyo bichulimanyo unataka kuwa nani? 나가 이름을 떨치. Una advance kwenye mashwat, utakuwa umevuka kiwango cha mashwat tayari. 아니 Hapana. 그건 삼촌 꿈이지. Njozi sio yangu, ni ya anko. Anko ndo ananifunza, na maana yeye ndo ana mpango na mimi. 내 꿈? Njozi yangu mimi sina njozi. Njozi zangu ni za mjomba. Jamaa nauliza wewe una mpango, una fikra zozote, una future? Anasema mimi ninamsikiliza mjomba. Hasa amenitengenezea nguo mpya. Huu mzee wa zamani lakini nguo mpya. Vipi? Ni huruma au kuna kajambo gani wakati huu umenifanyia? Nguo yako ina rangi kila mahali. Sasa je, unataka mazoezi ni kuongezee kipimo kidogo pale au? Bila shaka anko. Hiyo ndio furaha yako. Furaha yako naijua. Naijua, tarudi mapema. Furaha yake ni nani? Furaha yake ni bibie Suluri. Anko anaondoka kwenda kujitafutia riziki ili waweze kupata kuweka kinywani mdomo. Maana usipoitafuta riziki ya kila siku itakutafuta yenyewe. Leo katika mlima kuna mtu anaonekana akitembea. Si mwingine, jina lake anamuita General Taroga. Anafuata nini maeneo haya? Ukumbuke ni sehemu ya 5 huko na baba Fernando Nietzsche DJ mjukuu Mwanambamba. Sasa taratibu General Taroga baada ya kusimamia majeshi upande wa China na Gugurio, lakini sasa anarejea akiwa na watu wake na anaaminika na anaogopwa huyu General Taroga. Lakini pia yeye pia mpango wake ni ule ule. Lengo lake lilikuwa ni kuipata Bichulimanyo ambaye alitesekea zaidi ya mamia ya siku bila kupata. Sasa pale nyumbani binti anashangaa kuna mtu amekuja amevalia magagula meusi. Hamjui ni nani. Ikabidi stand by. Akae mkawa stay on your feet. Kijana mmoja ambaye alikuwa amesimama nje ya geti hapo. 누구세요? Wewe ni nani? Ikabidi amfungulie na mlango ili aweze kumhoji vizuri. Jomba alikuwa ni huyu hapa. 누구시냐니까요? Nakuuliza wewe ni nani? 야홀라이. Anasema anaitwa ni mtoto wa Taroga. Mtoto wa Taroga. Anacheki hivi anamuona Taroga mwenyewe ambaye ndio babake. Kwa hiyo babake hajawahi kumwambiaga kama yeye ana ndugu. Huyu ndo Taroga mwenyewe, General Taroga. Yes. Leo sasa binti anamshuhudia babake akirejea zaidi ya muda mrefu tu amefika. 정말 Mkubwa, unasemaje? Taroga. General Taroga mwenyewe kaja. 그렇습니다. Wangbo anaambia hiyo ndo sawa. Taroga ashaingia. Sasa Sururi tulimfanya kitengo hapa, Taroga kaja. Kwa hiyo ni mtoto wake. Kipigo ikianza itakuwaje? Miaka 20 iliyopita katika Namgeng Yungiri anakumbuka mheshimiwa huyu wanamuita Wagon. Anasema hivi, sikuipata hiyo Bichulimanyo. Ila 불찰로 칸의 명예를 ni muhimu najua. 임무 달성에 실패한 책임을 지고 Ila nitahakikisha kuchukua jukumu hili kwa maisha yangu yote kwa ajili ya kupata hiki kitu. 가둬라. Anaambia kajiambia pembeni, alitaka kujiua. 중요한 건 군율입니다. Huna haja ya kujiua. 못하면 Una kazi ya kufanya. 바로 우리 있는 곳이다.